Haleluya! Mpendwa mtazamaji na rafiki wa kanisa la Yesu ni Nuru Jesus Light Church, yani JLC, unayenitazama na kunisikiliza tokea Rwenkorongo ya Kerwa ya Kagera ya Tanzania. Ninayezungumza na wewe sasa ni Apostle Emmanuel Kamwangire Bugingo wa kanisa la Yesu ni Nuru. Haleluya! Bwana Yesu anakwenda kuzungumza na wewe siku ya leo njema hii ya tarehe 1 mwezi wa 7 2026. Sasa kabla ya kuanza mazungumzo, Bwana kusema na wewe, nifanye maombi haya ili tujiweke wakfu kwa Bwana, ili Bwana akapate kutukuzwa katika kipindi hiki. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa, pamoja na kila mwanao ambaye umempa neema ya kuunganika na mimi mtumwa wako kwa ajili ya wewe kusema na ulimwengu wote kutokea Rwenkorongo ya Kerwa ya Kagera ya Tanzania, yaliyo makao makuu ya kanisa lako la Yesu ni Nuru Jesus Light Church, yani JLC. Baba, ninasema asante. Neema hii Bwana tumeipata kwako, ndio maana ninaomba ukapate Bwana Yesu kutufunika kupitia mitandao ya kijamii, na kwa namna pekee JLC TV online ambayo Bwana unaifunua kupitia YouTube na mitandao mingine ya kijamii. Baba, tamalaki na kusimama. Neema yako iwe ni kubwa katika Bwana kipindi hiki, twajinyenyekesha kwako Bwana, zungumza nasi. Karibu Roho Mtakatifu, tuko tayari sasa kwa jina la Yesu, amen. Haleluya! Mpendwa mtazamaji, sasa unayenitazama na kusikiliza, Bwana ametupa neema tena, tunapoanza mwezi huu wa Julai, tarehe 1 hii Julai 2026. Bwana amenipa tena kitu cha kusema na wewe, ili tunapoingia sasa mwezi wa Julai, neema ya Bwana iwe ni kubwa kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, yani Jesus Light Church. Haleluya! Ninakwenda kusomea neno la Bwana ambalo Mungu amenipa, likiwa ni neno la unabii la imani ambalo Bwana analifunua kwetu kwa mwezi huu wa Julai, kuanzia hii tarehe 1 mpaka tarehe 31 za mwezi wa Julai 2026. Neno hili linatoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu, ile sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 30, nami nasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya, naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi hivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia,
kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali yatupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yu aja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea Yesu. Haleluya! Wa kanisa la Yesu ni nuru. Nawe ndugu yangu na rafiki yangu, popote ulimwenguni naye nitazama na kunisikiliza kupitia Jerosi TV online, YouTube na mitandao mingine ya kijamii, umeyasikiliza maneno haya ambayo ni mazungumzo yaliyofanywa na Bwana wetu Yesu Kristo, aliye nuru kuu, aliye nuru halisi, aliye nuru yetu, aliye nuru ya ulimwengu, pamoja na mwanamke Msamaria. Neema ya Bwana ni ajabu. Nimemsikiliza Yesu akisema na mimi kwa ajili ya jinsi ambavyo Bwana Yesu mwezi huu wa Julai 2026 Yesu amekutembelea. Yesu amekujia kama Mungu aishivyo, alivyomfahamu huyu mwanamke Msamaria, kama Mungu alivyomrehemia huyu mwanamke Msamaria aliyekuwa na kiu ambayo ilimtesa, lakini yamkini ni kana kwamba aliona ndiyo maisha yake. Huyu mwanamke Msamaria alikuwa na kiu, alikuwa na njaa, alikuwa na taabu iliyomtesa, alikuwa na mzigo tena mzito aliyoubeba maisha yake yote. Yamkini aliona kana kwamba ndiyo staili
ya maisha yake na hatima yake, lakini Mungu wa mbinguni alimjua ya kwamba kwa majira makamilifu atamtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo, anayekuja ulimwenguni na nuru, ili pamoja na neema inayotembea na kusudi la Mungu kumtuma Yesu Kristo duniani na ulimwenguni. Mungu hujua yote. Katika kitabu cha Isaya neno la Mungu linasema, Mungu halinganishwi na chochote wala hafananishwi na chochote, akili zake hazichunguziki. Hushika mwisho kama alivyoshika mwanzo, anautazama ule mwisho kama anavyoutazama mwanzo wa leo, na kila kusudi la mapenzi yake lazima litimizwe. Haleluya! Oh Lord Jesus. Ndiyo maana huyu mwanamke, staili ya maisha yake na tabu yake ilifika mahali kaizoelea kana kwamba ndiyo maisha, lakini alikuwa na mzigo, alikuwa na tabu, alitamani kuokolewa kwenye tabu yake, lakini hakujua msaada wake utatoka wapi, lakini hakuwa na jawabu wapi ambapo atapata msaada. Hakujua tabu yake ilikuwa ni ndoa, tabu yake ilikuwa ni maisha ya ndoa. Tunaona kwa sababu Mungu alimhurumia, kwa sababu Mungu alimpenda, kama jinsi ambavyo Mungu amekuhurumia sasa, mtazamaji unanitazama na kunisikiliza, kama ambavyo Mungu anakupenda upeo ndani ya Yesu Kristo, kama Mungu anavyokujali ndani ya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema Mungu anajishughulisha na mambo yetu yote. Mungu alijishughulisha na mambo ya mwanamke Msamaria. Yeye wala hakujua rina moda rikantairamo, lakini Mungu anayejua yote, he is omnipotent, he is omniscient. Yeye anajua yote ya jana, ya leo, ya kesho na milele. Mungu aliye hai. Ndio maana kwa majira makamilifu Mungu akampeleka Yesu kwenye kisima cha Yakobo. Neno la Mungu melisikiliza katika Injili hii ya Yohana sura ya 4. Yamkini kupitia kanisa la Yesu ni nuru, na mtumwa wa Yesu Emmanuel kamwangira bugingo wa pasto wa kanisa la Yesu ni nuru. Ndio maana Mungu anakufunua na connect na wewe kupitia JLC TV online, YouTube na mitandao mingine yote ya kijamii, ili upate kukutana na neema hii ya Yesu Kristo aliye chemichemi za maji ya uzima. Yesu akaenda katika kisima cha Yakobo. Kusudi la Yesu kwenda pale ni ili akutane na mwanamke aliyekuwa kwenye mateso, aliyeteswa na roho ya uzinzi. Alifikiri yuko kwenye ndoa, lakini alisumbuka na roho ya uzinzi. Wanaume amewafikisha 5, huyu anamuoa. Biblia haijasema kipindi cha hao wanaume 5 kila mmoja alikaa naye kwa muda gani, lakini amefikisha wanaume 5. Yesu amesema hata huyu aliyekuwa naye hakuwa mume wake, manake alikuwa ni mzinzi. Huyu alikuwa ni hawara wa muda tu kitambo, kama wale wengine waliopita. Yesu anaenda katika kisima cha Yakobo kwa ajili ya mwanamke aliyeteseka. Ewe baba unayenitazama na kunisikiliza,
Ewe mama unayenitazama na kunisikiliza, ewe kijana wa kiume na wa kike unayenitazama na kunisikiliza, ewe mwanandoa ambaye umeteseka yamkini na roho kama hii ya huyo mwanamke Msamaria ya uzinzi unayenitazama, ewe kijana unayeteseka wa kiume na wa kike na roho hii ya uasherati unayenitazama na kunisikiliza, Yesu, ni majira makamilifu sasa, ni wakati wa Bwana. Yesu amekujiria sasa, rine mose keria dabo, kupitia mitandao ya kijamii. Yesu amekufikia. Hiki ni kisima cha Yakobo. Yesu amekujia sasa. Mwanamke anamwambia, baada ya Yesu kumwambia mwanamke Msamaria, naomba maji ninywe, yule mwanamke anasema, imekuwaje na kuona wewe ni Myahudi? Wayahudi na sisi wa Samaria hatuchangamani, utaniombaje maji ninywe wewe Myahudi? Yesu anamwambia mwanamke, sikiliza, ungelijua ni nani naye kuomba maji umpe anywe, huyo ndiye ambaye angekupa maji yatiririkayo na kububujika uzima wa milele, yani maji yaliyo hai. Mwanamke anashangaa, anasema, sasa basi nipe hayo maji nianywe, nisiwe na kiu tena, wala nisije kuteka hapa. Yesu anamwambia, maji ninayokuambia hayo ni maji ambayo ukiyanywa taabu yako na kiu yako itakwisha, kwa sababu ndani yako siku zote za maisha yako yatatiririka, yatabubujika neema ya uzima wa milele unaokuponya roho, nafsi na mwili. Yesu anamwambia mwanamke, nenda umlete na mume wako ili nyote msikilize haya maneno ambayo ninasema na wewe. Yesu alijua, alitaka mgusa huyu mwanamke pale penye tabu yake, pale penye msiba wake, pale penye jaribu lake, pale penye mwiba uliomchoma maisha yake yote, pale penye maumivu yake. Mwanamke anasema, Baba samahani, mimi sina mume. Yesu anasema, umekuwa mkweli mwanamke, hata huyu uliye naye sasa si mume wako, ni hawara. Mwanamke Msamaria anamwambia, naona wewe ni nabii. Wameendelea na mazungumzo. Mwisho anamwambia, baba zetu walikuja kuabudu katika mlima huu, ninaona sasa wewe ni nabii. Lakini anamwambia yupo aliyetabiriwa anaitwa Kristo. Yesu anamwambia, unayezungumza naye ndiye Yesu, ndiye Kristo, manake ni mwokozi wa kila mwenye kumtii. Haleluya! Mwanamke anachomoka, anakimbia mjini kutangaza habari njema za Yesu, kwa sababu amekutana na mwenye majawabu ya msiba wake, na mwenye solution, mwenye majibu ya shida na taabu na msiba wa mwanamke Msamaria. Anakuwa anaanza utumishi, anakimbia mjini, watu wanaoshuhudia habari za Yesu ambaye amemwambia mambo yake yote, kama ambavyo Yesu anazungumza na moyo wako, robosi kariandarabosha namo rene modaya, kama ambavyo Yesu saa hii anazungumza na moyo wako, kwa sababu ya huo msiba ulionao, kwa sababu ya hayo maumivu ulionayo, kwa sababu ya hiyo roho inayokutesa ambayo yamkini umeizoelea. Umeona kwamba ni mwiba wako, umeona kwamba ni jaribu lako. Hapana, huyu mwanamke alikuwa na shida, alikuwa na taabu, hakujua ni wapi atapata msaada, wala hakujua ni lini taabu yake itamwondokea. Lakini Mungu alimjua ya kwamba yuko Yesu Kristo mwanaye wa pekee, ambaye neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Yesu Kristo mwanaye wa pekee, ili kila mtu
mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu alimwendea penye kisima cha Yakobo, akakonekti naye saa ile ile ya majira na muhula wa Bwana, kama ilivyo sasa saa na majira makamilifu kwa ajili yako mpendwa mtazamaji unayetazama na kusikiliza. Ni wakati wa Mungu aliye hai kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, Jesus Light Church JLC, na Apostle Emmanuel Kamuhangire Bugingo, mtumwa wa Yesu ambaye Bwana amenibebesha sasa kitu hiki katika majira ya Mungu aliye hai. Hili ni neno lako la unabii ambalo Mungu analifunua katika mwezi Julai, ya kwamba kama yule mwanamke Msamaria aliyekuwa na tabu, aliyekuwa na shida, ambaye yamkini hakujua wapi atapata msaada, aliona kana kwamba ndiyo maisha yake na hatima yake, lakini Mungu aliye hai alimjua. Yesu akamtembelea kwa majira ya Bwana katika kisima cha Yakobo. Hiki ni kisima cha Yakobo. Kanisa la Yesu ni Nuru na mtumwa wake ambaye Yesu anakuletea sasa, ambapo ninasema nawe kupitia mitandao ya kijamii, neno hili liamini, liwe ni neno lako la imani la kiunabii ambalo Roho Mtakatifu aliye mwangalizi wa kanisa amekuletea mwezi huu wa Julai. Huu ni mwezi wa kutembelewa na Mungu aliye hai. Haleluya! Kama ulikuwa hujaokoka, ninakwenda kukuombea, ninakwenda kukuongoza sala ya toba nikulete kwa Yesu, huyu ambaye ana majawabu ya tabu zetu na shida zetu na adha zetu, ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndani yake ndimo kuna chemichemi za uzima wa milele, ndani yake ndimo kuna maji ya uhai. Na baada ya kukuongoza sala ya toba, nitaomba maombi kwa ajili ya mwezi wa Julai. Wewe sasa ambaye unakwenda kuokoka, rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru, ulinijua ya kwamba leo tarehe 1 za mwezi wa Julai 2026 utaniokoa. Umenitembelea kama ulivyotembelea yule mwanamke Msamaria penye kisima cha Yakobo. Nawe Yesu unakutana na mimi kupitia mitandao ya kijamii, kupitia kanisa la Yesu Nuru, Jesus Light Church JLC. Ninakukiri kwa kinywa changu ya kwamba kuanzia sasa wewe ndiye Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Nimekupa maisha yangu, mimi niliye mwenye dhambi. Nihurumie, niokoe, sitakuacha kamwe, kwa jina la Yesu, amen. Ninakwenda kukuombea sasa. Baba Mungu, katika jina la Yesu, mwanao ambaye ameokoka sasa, kwa sababu Baba umejifunua kwake kupitia Baba neno lako la uzima, ambalo ndani yake Bwana Yesu kuna chemichemi za maji yaliyo hai, kwa sababu neno ni wewe mwenyewe Yesu. Ninakushukuru. Neema yako Bwana Yesu mkumbatie sasa. Roho Mtakatifu mwekea alama ya wokovu kwa jina la Yesu, amen. Pendwa rafiki yangu uliyeokoka, utanitazama, utaniita kupitia Jesus Light Church online za WhatsApp. Namba inapitia hapo kwenye TV au kwenye mitandao ya kijamii au kwenye simu yako. Namba ya WhatsApp online TV iko on. Utaniita, iwe ni video call, iwe ni audio, ili nipate kukuelekeza jinsi ya kuendelea mbele na neema ya wokovu ambao umeupokea sasa. Bwana kubariki kwa jina la Yesu, amen. Na kwenda kuomba maombi sasa ya jumla kwa ajili ya kila mwana wa Mungu ambaye unanitazama na kunisikiliza. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu uliye hai. Baba, kwa sababu wewe unajua yote, unafahamu yote,
kama roho yako isivyo, na wema wako Bwana kwetu wanao ulivyo ajabu. Neema yako Baba inatufunua katika mwezi wa Julai kupitia neno lako la imani la ufunuo wa kinabii, kama Bwana ulivyomtembelea yule mwanamke Msamaria kwenye kisima cha Yakobo. Baba, ukajitukuza, ukamfunulia Bwana moyo wako wa huruma na rehema na neema, ukampa wokovu, akawa chombo chako Bwana, akawa na furaha, akawa na amani. Msiba wake ukautwaa, ukamweka huru. Ninaomba kila mwana anayekutazama na kukusikiliza, taabu yake unaijua, iwe ni katika ndoa, iwe ni katika vijana wanaokutazama na kusikiliza. Baba huyu, mama huyu, kijana wa kiume na wa kike, katika afya zao, katika mahusiano, katika kazi zao, katika ofisi zao, katika jina la Yesu Kristo, Baba, jifunue kwao. Tabu yao unaiona, shida ya kila mmoja unaiona. Baba, wafunulie nuru za uso wako, wape furaha, wafunguliwe mwezi huu wa Julai Baba 2026, kuanzia tarehe 1 mpaka 31 za mwezi huu wa Julai 2026. Baba, uwe ni mwezi wa Mungu kutembelea kila mwanao ambaye Bwana na kutazama na kusikiliza. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea kufunguliwa, pokea kuinuliwa, pokea kubarikiwa, pokea uponyaji, pokea urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Yaliyokuwa laana yawe baraka. Bwana kuinue, Bwana kutetee, Bwana kupiganie. Ndoa yako airejeshe katika jina la Yesu. Mahusiano yako yahuishe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kuponye, Bwana kubarikie, Bwana kuinue, Bwana kutukuze, Bwana akupe neema, haleluya, ya kufurahia huyu Yesu kama yule mwanamke Msamaria. Uwe ni chombo cha Bwana, uwe shuhuda wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anakuambia umpe maji anywe. Sikiliza sauti yake. Ni wapi unahitaji usimame? Ni wapi unahitaji usimame kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya kuwa chombo cha Yesu? Sauti ya Bwana inasema na moyo wako. Yesu amekwambia mpe maji anywe. Yeye akupe maji yaliyo hai. Roho Mtakatifu akufunue ndani ya moyo wa Yesu, ili Bwana anayezungumza na wewe, neema ya mkono wa Yesu unaotenda wema ukufikirie kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kubariki, Bwana akutukuze, Bwana kupe neema, upige hatua nyingine mbele, usogee mbele pale ambako ulikuwa huwezi uweze, uliyekuwa mwoga ukapate kuwa jasiri kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kupe neema kikubwa, Bwana akufanye kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kuvalishe vazi la neema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Uonekane, udhihirishwe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kuthibitishe katika jina la Yesu. Ubarikiwe katika mwezi wa Julai. Haleluya, katika jina la Yesu, amen. Mwezi wa Julai kwako ukawe ni mwezi wa ushindi. Bwana kupe ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Ni mwezi wa kutembelewa na Mungu aliye hai. Wewe uliyekuwa nyuma, Bwana kusogeze mbele. Wewe uliyekuwa mnyonge, Bwana kupe kuwa imara. Wewe uliyekuwa na hofu na mwoga, Bwana kupe kuwa jasiri. Uliyekuwa chini, Bwana kuinue katika jina la Yesu Kristo. Uthibitike, udhihirike katika jina la Yesu Kristo. Bwana kufunue, Bwana kufunue nuru za uso wake na kukupa furaha kubwa na kukuponya na kukupa amani katika jina la Yesu Kristo.
ndoa yako ikawa ya baraka, watoto wako wakawa baraka, ofisi yako ikawa ya baraka, kila unachotia mkono kibarikiwe kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana kusogeze mbele katika jina la Yesu Kristo. Huu uwe ni mwezi wa kutembelewa na Mungu aliye hai, mwezi wa kumfurahia Yesu katika jina la Yesu Kristo. Tangu tarehe 1 mpaka tarehe 31 za mwezi wa Julai, neema ya Bwana iwe ni kubwa juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kuvalishe vazi la mpya katika jina la Yesu Kristo. Udhihirike, ufurahi katika jina la Yesu. Bwana kupe kibali katika jina la Yesu. Bwana kupe neema kikubwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ninakuweka miguuni kwa Yesu. Ubarikiwe, uthibitike, udhihirike kwa jina la Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji, sasa kwa sababu tuna neema kwa Mungu aliye hai, ni majira ya Bwana. Ungana na mimi kwa ajili ya kazi njema. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kucomment na kushare, ili wewe na mimi tushirikiane kwa ajili ya kazi njema ya Yesu. Bwana kubariki kubwa sana. Kuna waliokuwa wananiuliza, waliokuwa wanataka kusapoti kazi hii. Kama unataka kusapoti kazi hii kupitia namba zinazopita hapo za simu, hapo mbele yako kwenye mitandao ya kijamii, iwe ni kwenye TV, iwe ni kwenye simu zako, kupitia 0764972776 au 0786580603 katika, kama uko ndani ya Tanzania. Lakini kama uko nje ya Tanzania, unaweka kiunganishi, yani rekodi ya kujumlisha 255, na unapokuwa umepanda mbegu yako, umetuma sadaka yako au umetuma zaka yako, basi utanitaarifu kupitia WhatsApp online TV ya 0764972776. Na kama nilivyosema, kama uko nje ya Tanzania unaweka ile kujumlisha 255. Na Bwana kubariki katika jina la Yesu. Barikiwe. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Mpendwa mtazamaji, ubarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo, aliye nuru kuu, nuru halisi, nuru ya ulimwengu, aliye nuru yetu. Ni Apostle Emmanuel Kamwangire Bugingo. Tunakupenda sana. Njoo kwenye nuru tuangaze ulimwengu. Come to the light, we shine the world. Hallelujah.